nani atakuja kufunga? Haleluya. Sema amen. Basi leo ndio ile siku ya achilio la baraka ya kiuchumi. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Baraka ya kiuchumi leo ndio siku ya achilio. Haleluya. Na ningependa kuanza kwa kusema maneno machache kabisa kwamba uelewe nini kinatendeka katika ulimwengu wa roho. Ningeanza kwa kusema neno moja tu kutoka kwenye Waebrania 7:7 ili at least tuanze kuweka ground hapo, tuanze kuweka foundation yetu. Waebrania 7:7 Biblia inasema hivi: wala haikanushiki kabisa kwamba mdogo hubarikiwa na mkubwa. Haikanushiki, sema haikanushiki. Yani wewe kusema hapana, hiyo kitu yani haiwezekani kukanushika. Aliye mkubwa ni nani? Bwana asifiwe sana. Biblia inasema haikanushiki kabisa kwamba mdogo hubarikiwa na nani? Na mkubwa. Sasa watu wengi wakisikia hivyo wanafikiri ukubwa unaozungumziwa ni ukubwa wa umri. It's okay. Ukubwa wa umri unaweza kuhusika kwa sehemu kubwa, hasa kwa wazazi wetu. Lakini kibiblia unapozungumza mtu mkubwa, you are not talking umri, uzungumzi namba, uzungumzi ukubwa. Kibiblia una maana tofauti kidogo. Ninaomba nisome katika kitabu kile cha Mathayo ili tuweze kuona hicho kinacholengwa ni kitu gani. Mathayo ile sura 5, Mathayo sura ile ya 5. Shiki, hebu sema ikanushiki kwamba mdogo hubarikiwa na mkubwa. Hebu sema mdogo hubarikiwa na mkubwa. Rudia tena, mdogo anabarikiwa na mkubwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hebu sema na yaweza mambo yote katika Mungu anitia nguvu. Hebu rudia tena, katika Mungu anitia nguvu. Sasa hii nguvu inayozungumzwa ndicho kitu cha muhimu sana kujua, kwamba kila kitu nakiweza kwa kutiwa nguvu na Mungu. Okay? Pale kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 18 anasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Okay? Naweza mambo yote, kumbe naweza kuwa tajiri katika Mungu anayeniwezesha kwa kunitia nguvu. Okay? Nini maana baraka? Baraka ni nguvu ya kiungu ya kuzalisha. Ni uwezo wa kimungu wa kuzalisha, kufanya vitu viongezeke, kufanya vitu vizidishwe, kufanya vitu viwe. Hallelujah. 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 Sema ni wakati wangu. Ni wakati wangu. Rudia tena, huu ni wakati wangu. Huu ni wakati wangu. Rudia tena, huu ni wakati wangu. Huu ni wakati wangu. Hebu sema sitabaki kama nilivyo. Mungu atabadilisha maisha yangu. Mungu atabadilisha maisha yangu. Hebu sema Mungu atabadilisha maisha yangu. Mungu atabadilisha maisha. Kwa jina la Yesu aliye hai. Rudia, nakataa kuwa duni. Nakataa kuwa duni. Kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu sema ni saa yangu na mimi kupokea baraka. Kama hakutokea mtu kubariki maisha yangu, leo Mungu amenikumbuka. Hallelujah. Amen. Listen to me my friend. Huwezi kupiga hatua ya kwenda popote usipobarikiwa na mkubwa. Amen. Kwa sababu hiyo ni kanuni ya kiroho. You want to move, lazima uwe na nguvu ya kiroho inayoitwa blessing. Hiyo nguvu itakusaidia wewe kufanya vitu viwezekane na visishindikane. Hallelujah. Amen. Sema mimi ni mdogo. Mimi ni mdogo. Lakini kuna mkubwa. Lakini kuna mkubwa. Sema mimi ni mdogo. Mimi ni mdogo. Lakini kuna mkubwa. Lakini kuna mkubwa. Okay. Kila mtu ni mkubwa mahali fulani, na kila mtu ni mdogo mahali fulani.
Mathayo sura ile ya 5. Hebu tuanzie mstari wa 19. Biblia inasema, basi mtu yeyote nianzie mstari gani? My God. Basi mtu yeyote, mstari wa 19, atakayevunja amri moja kati ya hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, yani kuwafundisha kuvunja amri, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Anayevunja amri na kuwafundisha wengine kufanya hivyo, katika ufalme wa Mungu, yani katika mfumo wa utawala wa kiungu, ataitwa mdogo kabisa. Lakini atakayezitenda na kuziishi amri za Mungu na kuwafundisha watu wengine kuzitenda na kuziishi, ataitwa mkubwa kabisa katika ufalme wa Mungu. Sema amen. Sema amen. Na ndiyo maana maandiko yanasema watu wanatakiwa waje wakatafute sheria katika midomo ya kuhani. Haleluya. Kwa sababu huyo anaishi, anatakiwa kuishi kile neno linachosema. Kama yeye ni kiongozi wa wengine, lazima wafundishe wengine kuishi yale ambayo Mungu anataka waishi. Sema amina mtu mmoja. Kwa hiyo huyo anayeishi maisha hayo ya kushika amri na kufundisha wengine kuziishi na kuzishika, ataitwa mkubwa kabisa katika ufalme wa Mungu. Lakini anayezivunja na kufundisha wengine kuzivunja, ataitwa mdogo kabisa. Okay, sasa haikanushiki kwamba mdogo hubarikiwa na mkubwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu mbezi makofi ya utukufu. Mbezi makofi ya utukufu tena. Najua naweza nikatamka baraka hapa, watu wengine wakaanza kusema lakini mimi namzidi pastor umri. Si swala la namba, hatuzungumzi namba hapa. Hapa tunazungumza mamlaka ya kiungu ya kiroho. Sema amina. Mamlaka ya kiungu ya kiroho. Yaani kama mimi hapa sasa hivi ningekuwa ni mambo ya dunia sasa, nimevaa vazi la kifalme, nikapita mbele ya watu walionizunguka au kuwaongoza, mpaka wazee wenye mvi wangevua kofia na kuinama kwa sababu mfalme anapita. Haleluya. Hapo sio umri, ni mafuta yaliyo juu ya. Sema amina. Kwa hiyo tunachokizungumza hapa, tunazungumza about ile anointing, spiritual anointing, upako wa kiroho. Sikiliza. Maandiko yanasema, Isaka alisema, nenda kanitafutie mawindo unipikie chakula nipenda chakula, alafu nikishashiba roho yangu ikubariki. Okay? Kumbe sio mwili ule wenye namba inayojulikana ndio ulikuwa unabariki watu au ulikuwa unabariki sawa. Ni roho ambayo iko ndani, iliyoumbwa na Mungu tangu siku ile mbingu na nchi zilipofanywa. Mungu akaumba mbingu na nchi na jeshi lake kwa siku 6, na siku ya 7 akapumzika. Roho zilikuwepo katika ufalme wa Mungu, zinatumwa moja baada ya nyingine kulingana na majira na nyakati. Siku ile Adamu alipoumbwa, na mimi niliumbwa, nilikuwepo kwa Mungu katika ulimwengu wa roho. Sasa ikafika nikatumwa. Ndio maana maandiko yanasema kwamba alitokea mtu ametoka kwa Mungu, aliyetumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Haleluya. Amen. Huyo aliyetoka kwa Mungu akatumwa anaitwa Yohana. Okay? Kumbe alikuwa kwa Mungu huko, alafu akatumwa. Haleluya. Na wewe umetumwa kwa ajili ya jambo fulani. Kuna mahali ambapo unatakiwa kubadilisha mazingira na kuleta heshima. Maisha mnayoishi sio hadhi yenu. Maisha unayoishi familia sio hadhi yao. Lakini lazima mtu mmoja ambaye atakubali, ambaye ndiwe ulioko hapa, upokee tamko la baraka likawe juu yako, na hilo tamko la baraka linaenda kuwa kama ufunguo, litakuwa kama mafuta juu yako, litakuwa kama nuru juu yako, litakuwa kama mianga juu yako, ikisababisha mambo yakae sawa sawa kwenye maisha na kwenye familia. Kwa sababu ndani ya familia, mtu mmoja aliyebarikiwa anabadilisha mazingira yote. Yusufu alibarikiwa, akabadilisha taifa la Misri, akabadilisha mataifa yaliyokuwepo duniani kwa sababu yake yeye, kijana huyu wa Kiebrania aitwa Yusufu. Sema amina mtu mmoja. Baraka ya Mungu hutajirisha. Haleluya. Biblia inasema, sasa tunaingia kwenye ujumbe wetu. Okay? Kwa hiyo haikanushiki kabisa mdogo hubarikiwa na mkubwa. Sasa hapa tunapozungumza hapa kuna mambo mawili. Kuna wadogo
wadogo kimwili na wakubwa kimwili, lakini kuna wakubwa kiroho mbele za Bwana na wadogo kiroho mbele za Bwana, wanaoongoza wengine. Kwa mfano sasa mimi hapa nimepakwa mafuta kwa ajili ya wengi, kwa hiyo nimepewa mamlaka ya kiungu bila kujali umri wangu, ila nimepewa mamlaka ya kiungu. Nikitamka jambo litokee, nikisema liwe liwe. Sema amina, kwa sababu ni mtawala. Sema amina. Basi makofi yako. Kwa nimevaa hiyo kofia yangu ya kikuhani sasa nikiwa hapa. Sema amen. Sema amen. Na yoyote naye bariki leo atabarikiwa kweli kweli kwa jina la Yesu aliye hai. Maana Biblia inasema Mungu atalithibitisha neno la kinywa cha mtumishi wake. Haleluya. Haleluya. Okay, vizuri. Tuanze sasa kwa kuangalia neno moja la msingi tunaloanza nalo. Mithali 10:22. Andika hivi: achilio la mbaraka wa kiuchumi. Achilio la mbaraka wa kiuchumi. Mbaraka wa kiuchumi. Jana tuliangalia baraka za Mungu ziko ngapi? Ziko ngapi jamani? 5 kuu. Lakini unaweza ukazichambua zikawa hata maelfu. Biblia inasema, Mungu anasema anaheshimu ahadi zake kuliko jina lake lote. Na ahadi za Mungu kibiblia ziko 8,000. Lakini anasema anaziheshimu kuliko anavyoheshimu jina lake lote. Kwa hiyo Mungu hawezi kusema nitatenda sitende. Hawezi kusema nimekubariki alafu sibarikiwe. Hawezi kusema nimekuinua usiinuliwe. Maana tuliona Mungu humuinua mnyonge kutoka mavumbini na muhitaji kutoka jani na kuwaketisha pamoja na wakuu. Haleluya. Amen. Tukaona Mungu hufukarisha, lakini Mungu hutajirisha. Mungu huinua. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haijalishi mazingira ulioko nayo. Biblia inasema ukiamini utaokoka. Amen. Narudia tena. Biblia inasema ukiamini utaokoka. Na watu wengi wanajua unapozungumza habari ya neno wokovu imebeba package ya vitu 12. Moja kati ya kitu kilichobebwa ndani ya neno wokovu ni mafanikio au baraka ya utajiri. Kwa hiyo ulipookoka ulihesabiwa haki katika mambo yote. Hauna dhambi tena, na yale uliotakiwa kutendewa kwa sababu umekuwa mtoto wa Mungu vimeshapangwa na kuruhusiwa vio vya kwako. Ndio maana andiko linasema atukuzwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Okay? Tulibarikiwa na baraka zetu zipo katika ulimwengu wa roho, lakini tunahitaji kutambua namna ya kuzi-access zitoke rohoni na zitokee kwenye ulimwengu wa damu na nyama tuweze kuzifurahia tukiwa ulimwenguni. Sema amen. Sema amen tena. Usiseme mimi nangoja niende mbinguni. Kule mbinguni unapokwenda unaenda kuabudu, unaenda kusifu na kuabudu, unaenda kusifu na kuabudu. Pale utaenda kukaa pale ukibadilisha magari, utaenda kukaa pale ukiishi kwenye nyumba nzuri ya thamani ya ghorofa. Nchi Mungu amewapa wanadamu, mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Sema amen. Kwa hiyo hapa duniani ndio tunaanza kutawala pamoja na Kristo hapa. Ufalme wako uje. Ni usalipo salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza jina lako lifanyeje? Litukuzwe. Anasema hapa duniani kama huko juu, mapenzi yako yatendeke. Kuna mapenzi ya kutendeka. Ufalme wako uje. Okay, kumbe haujaja. Mapenzi yako yatendeke hapa kama yatendekavyo huko. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kumbe ufalme wa Mungu unatakiwa kuja. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Litukuzwe. Alafu likishatukuzwa ufalme wako utujie. Kumbe ule ufalme unatakiwa uwe hapa.
ule ufalme wa Mungu kisha kuwepo katikati yetu, tunatimia kwenye lile neno la Ufunuo 1, anasema alipotuosha dhambi zetu katika damu yake, alitufanya kuwa ufalme na makuhani. Okay? Unaposikia kuhani na mfalme ni kofia mbili tofauti. Kuhani ni nafasi yetu ya kuhudumu kati ya Mungu na wanadamu. Na hapa tunahudumu kwa kutoa zile dhabihu za roho. Niliwafundisha habari ya dhabihu za roho. Bwana asifiwe sana. Dhabihu za roho tunazozitoa sisi katika Agano Jipya, ndio maana hatuendi kuchinja kondoo au wani mtu akija na kondoo hapa kanisani wakija na ng'ombe kuja kuchinja. Kuna mambo ya upotofu sana. Hata huko Dar es Salaam tunaona watu wanasema lazima watu kuchinja, lazima watu kuchinja. It's okay. Lakini Pasaka wetu walikwisha kutolewa. Sasa tunapokuja hapa hekaluni sisi kumwabudu Mungu, lazima tujue yatupasayo kutenda. Dhabihu za roho tunazozitoa ni zile zinazoliungama jina lake. Ndivyo ilivyoandikwa. Sifa ni dhabihu za roho. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Shukrani ni dhabihu ya roho. Sema amina. Sema amina tena. Itoeni miili yenu kuwa dhabihu. Okay? Mwili wako unapoutoa, ukafunga, ukaomba, ukajinyima vitu fulani fulani, ukaishi maisha matakatifu, umetoa dhabihu ya roho. Haleluya. Amen. Haleluya. Nakumbuka ziko dhabihu 3 za roho. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye agano hili unaposema mtu huyu ni kuhani, mmoja kati ya wajibu wake ni kutoa dhabihu za roho. Hayo ndio majukumu ya kikuhani. Lakini ukisema ni mfalme, kwa hiyo alituosha dhambi zetu katika damu yake, akatufanya ufalme na makuhani. Okay? Ni kofia mbili. Kwa hiyo sio tu kutoa dhabihu za roho. Nikimaliza pale natoka narudi kwenye nafasi yangu kama mfalme. Mfalme ni mtawala wa nchi. Haleluya. Unapotawala nchi unatawala vitu vyote vilivyopo. Kwa hiyo Yesu alipotuokoa alituvalisha kofia mbili. Moja ni kofia ya kikuhani ili tuhudumu mbele zake, lakini akatuvalisha kofia ya pili kutawala nchi. Sema amina. Hakuna mtawala ambaye anatawala na huko anateseka huko duniani, hana chochote, hana chakula, hana nini. Watawala wanaishi kwa furaha na amani na mambo yote yanakwenda sawa kwao. Na wewe umeshafanywa kuwa mtawala. Sema amen. Sasa hapo ndipo tunapozungumzia habari ya utajiri, hatuzungumzi habari ya kuhani, tunazungumza habari ya kifalme. You understand what I'm saying? Yani hapa nikimaliza kuomba Baba lima shata kaba yodoreba sanderebo holy peshetekere Baba, hapo nipo ni kuhani. Nikimaliza, nikitoka tu, nikiacha hapo, navaa kofia nyingine ya kifalme. Haleluya. Hiyo kofia ya kifalme inataka navaaje, nakulaje, natembeaje, naishi wapi, nafanyaje. Haleluya. Haleluya. Watu ndugu zangu wakiletea mahitaji, huyu hana chakula, hana nini, hawaniletei kama kuhani, hawaniletei kama mchungaji, wananiletea kama mfalme. Na napaswa kuwasikiliza. Haleluya. Hiyo ni kofia nyingine. Nikiwa nyumbani kwangu, ndio maana tunasema katika level za teachings za ndoa, tunasema moja kati ya jambo la msingi, mke anapomtambua mume wake kama mfalme na mwanamume akamtambua mke wake kama malkia, hiyo ndoa inakuwa imefika kwenye stage iliyo bora juu. Haleluya. Maana mazungumzo yao yatazungumzika katika level ya kifalme na kikuhani. Sema amen. Lakini yatazungumzika katika level ya kifalme na kimalkia pia, kwa sababu ni watawala katika nchi. Sema amen. Tunaposema mtoto akasome shule gani, hili ni jukumu la kifalme. Hapa sio kuhani, hapo sio mchungaji, hapo sio mwinjilisti, hapo sio mtume, hapo ni nafasi ya kifalme ambayo Yesu alipotusafisha dhambi zetu alitufanya falme na makuhani ili tudumu mbele za Mungu. Amen. Haleluya. Kwa kesi yangu kubwa ya leo tunazungumza habari za kifalme. Ulibarikiwa zile baraka za rohoni, unazo katika roho, lakini ili zialisike tunatakiwa kuconnect kati ya ukuhani na ufalme. Haleluya. Haleluya. Nani akiombea mtu mwenye pepo, pepo anatoka?
Hebu inua mkono tu. Inua tu mkono kama unajua ukiombea pepo anatoka. Haya, basi sawa. Wangapi wanajua kumuomba Mungu? Wangapi wanajua kuomba? Mbona wale kinyoaje? Unachofikiri ndicho kinachokuwa. Kama hujui kuomba maana yake, yani unamhakikishia shetani hujui kuomba, okay? Sasa ninyi mnajua kuomba, okay? Na mkitoa pepo wanatoka. Lakini je, ukitaka milioni 1 hapa sasa hivi, ikihitajika hapa sasa hivi milioni 1. Utaanza kunena kwa lugha. Karabasaka boshanda. Yabaseke peshata. Ulokole uliochoka. Unaleta visingizio kwenye mambo yasiyofaa. Inahitajika hela maziwa, hapo sio kunena kwa lugha. Unatakiwa usimame kwenye nafasi yako kama mfalme, sema amina mtu mmoja. Amen. Na kama ni mama kwenye familia, simama kama malkia, sema amina. Haleluya. Hapo sio pa kunena sio hapo. Usianze kusingizia, usiingie kwenye gari alafu una nauli unaanza kunena kwa lugha ili usaulike, utakamatwa na utatoa hela. Haleluya. Haleluya. Tusichanganye haya mambo. Sasa hapo kwenye ufalme hapo ndipo panahitaji utamkiwe neno. Beso. Beso, makofi yako mazuri. Kwa hiyo baraka ya Mungu utajirisha. Tunaanza ile Mithali 10:22. Mithali 10:22 tunaanzia hapo. Mithali 10:22. Neno la Bwana linasema kwamba baraka, Mithali 10:22. Neno la Mungu linasema baraka ya Bwana utajirisha, wala ichanganyi huzuni nayo. Sema baraka ya Mungu inatajirisha na hakuna huzuni katika hiyo baraka. Hakuna huzuni katika hiyo baraka. Kwa ile baraka ya Mungu unayotamkiwa huwa inafanya mtu kuwa tajiri. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, baraka ya Mungu ni kitendea kazi cha muhimu sana kwako. Maana hiyo baraka ndio inayotajirisha. Hiyo baraka ni nini? Ni tamko unalotamkiwa. Lile tamko unalotamkiwa na mtu mwenye mamlaka juu yako kiroho, hiyo inatenda kazi popote uendapo. Maana atakayelitamka akishaliachilia halitamrudia mpaka alifanye mapenzi ya Mungu kwako. Biblia inasema kama vile mvua itokavyo juu na wala hairudi huko, ndivyo litakavyokuwa lile neno nitakalolituma, kwamba litanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yale niliyolituma, na tena litafanikiwa sana. Haleluya. Nazungumza habari za mtu mmoja hapa kwa jina la Yesu. Miguu yako ianze kubarikiwa, mikono yako ianze kubarikiwa, nafsi yako ianze kubarikiwa kwa jina la Yesu aliye hai. Roho yako ibarikiwe na Mungu, lakini ukainuke na kwenda kwenye baraka yako katika jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Oh my God. Kwa hiyo baraka ya Mungu inatajirisha, okay? Mimi naitafuta baraka ya Mungu kwa sababu mimi nataka kuwa tajiri. Nipateje? Lazima nipate mtu ambaye amepakwa mafuta na Mungu ili anitamkie baraka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Okay. Utajiri ni kitu gani? Utajiri ni matokeo. Sema utajiri ni matokeo ya baraka iliyoachiliwa juu ya mtu aliyetamkiwa baraka. Haleluya. Utajiri ni matokeo. Ni matokeo. Sema utajiri ni matokeo ya baraka iliyoachiliwa juu ya mtu. Ndio maana kwenye Kumbukumbu la Torati 28:8 anasema nitaiamuru baraka ije juu yako na katika ghala zako, na mambo yote utakayotia mikono yako yatabarikiwa. Okay? Kwa hiyo kumbe baraka inaamriwa kwa sababu ni roho. Na ile roho ikisha kuja juu yako inakuwezesha. Ndio maana mnaambiwa msitoke Yerusalemu mpaka mtapokea uweza utokao juu ili muweze kuwa mashahidi. Okay? Wanafunzi wanaambiwa ili wawe mashahidi lazima wapokee roho. Lazima wapokee msaidizi. Kile unachotamkiwa kuwa umebarikiwa kwenye eneo la uchumi, hiyo ndio nguvu ya kukufanya tajiri.
na baraka ya Mungu utajirisha. Amen. Nisikia amina kubwa. Amen. Nisikia amina kubwa. Amen. Naamuru laana za mizimu na za ukoo zianze kuvunjika kwako kwa jina la Yesu. Laana za ukoo, laana za kikabila zianze kuvunjika kwa jina la Yesu. Ni kweli ulifanya vitu vingi vikashindwa kuendelea, lakini saa imefika ya kupokea tamko la baraka ili ukamilike na kutawala kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Wengine walishindwa kujenga nyumba za maana, lakini utajenga. Wengine walishindwa kusomesha shule za kisasa, lakini utasomesha. Wengine waliolewa mazingira ambayo yakufurahisha, lakini utaolewa mahali penye heshima, na jina la Bwana litatukuzwa kupitia wewe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Amen. Ile laana ilikuwa inatembea kwenye vizazi, leo nasema isitishwe kuanzia leo. Ninasema hiyo laana isimame kuanzia dakika hii. Ninaifunga na kuiondoa katika maisha yako. Haitasimama tena kwa jina la Yesu aliye hai. Haijalishi ni nani aliitamka, haijalishi ni miaka mingapi imepita, ninasema haitasimama, ninasema haitafanikiwa, ninasema haitaendelea. Barikiwa kwa jina la Yesu. Nasema haitasimama, haitaendelea kwa jina la Yesu aliye hai. Ninasema utapenya kama mshale, utapenya kama mshale, utapenya kama mshale. Utafanikiwa kwa jina la Yesu. Utawaongoza wengine nao watafanikiwa kupitia wewe kwa jina la Yesu. Ibrahim alikuwa anaishi katika eneo lililoitwa Uru wa Kaldai. Unaposoma kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 11, alipokuwa anaishi katika mji huo, aliishi na baba yake anaitwa Tera, na aliishi huko na ndugu zake akiwemo Harani ambaye ni babake Lutu. Waliishi huko, maisha hayakuwa mazuri, na walianza safari wakafika katika nchi iliyoitwa nchi ya Harani, na baba yake Ibrahim alifariki pale baada ya kufa baba huyu wa Ibrahim Tera. Mungu alimtokea Ibrahim akazungumza naye. Haleluya. Na alipozungumza naye ilibidi aanze kubadilisha maisha yake kwanza kiroho, kwa sababu asingeweza kumiliki chochote, kwa maana alitoka katika Uru wa Kaldayo, mahali walipoteseka na kuishi kwa taabu miaka mingi. Lakini Mungu akaanza kubadilisha maisha yake kiroho kwanza, ili aweze kuleta nuru kimwili. Maisha unayoishi ndiyo tafsiri ya rohoni, au ndiyo tafsiri ya kiroho chako. Maisha unayoyaona unayoishi leo ndio tafsiri ya kiroho. Kama kuna mahali ambapo unataka kushughulikia sana, ni kiroho chako. Yaani mabadiliko yatokee kwanza rohoni, ili aweze kualisika katika ulimwengu wa damu na nyama. Amen. Sasa kama baraka ni tamko lililoachiliwa juu ya mtu, na utajiri ni matokeo ya baraka iliyotamkwa, je, wewe uliwahi kutamkiwa baraka? Bila shaka hapana. Na tena wakati mwingine watu walitamkiwa baraka na kuwekewa mikono. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Mikono inapowekwa kuna transmission ya kitu kinahama. Ndio maana Biblia inasema wawekewe mikono, watu wawekewe mikono, lakini watu tusiharakishe kuwawekea mikono. Kwa nini? Kwa sababu ni vizuri mtu aelewe kinachotendeka kiroho. Ndio maana jana tuliona Esau alilia kwa uchungu baada ya kujua baraka imeachiliwa, na imeenda kwa mtu ambaye haikuwa yake. Akasema, je, Yakobo ndugu yangu atuitwa Yakobo kwa haki? Kwa nini amejitia mahali pangu mara hizi zote mbili? Amen. Okay. Hebu tusome Mwanzo 13. Mwanzo 13 na ule mstari wa pili. Mwanzo 13:2. Baada ya Ibrahim kutoka huko, aliposikia sauti ya Mungu, alifika, maisha yake yakabadilika, yakawa tofauti, lakini babake alikuwa hai tena, alishakufa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikutie moyo nikwambie, baraka ya Mungu ikiwa pamoja nawe, haijalishi umebaki peke yako.
Haijalishi una mtu wa kukaa naye, haijalishi ni mdogo, haijalishi ni mkubwa, juu yako kwa hakika utafanikiwa. Amen. Haleluya. Amen. Na mtu mmoja anaenda kuinuka leo. Amen. Mtu mmoja anaenda kutoka leo. Amen. Mtu mmoja anaanza kwenda kumiliki leo kwa jina la Yesu. Inawezekana vile ulivyokuwa unaviona ulikuwa unafikiri ni baraka. Mbaraka wa Bwana bado. Hiyo inawezekana ni ile ya mjomba tu alikubariki, au ile ya baba mdogo, ile ile ya baba ulitamkia. Kwa hiyo kuna mbaraka wa Mungu unachukua juu yako from today. Utaanza kufanya hizo biashara, utashangaa yani watu wanatokea pata nyumbani wanakutafuta, maana mbaraka wa Mungu unavuta, unalazimisha watu watoke wakutafute mahali popote ulipo. Ukienda porini watakuja, ukienda nyikani watakuja, maana kinachowaleta ni upako ulio juu yako. Sema amen. Haleluya. Anasema hivi, andiko linasema hivi: naye Abraham alikuwa tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Abraham alikuwa tajiri sana. Hebu sema alikuwa tajiri sana. Alikuwa tajiri sana. Unajua sio dhambi kuwa tajiri, ila ukiwa tajiri ukatumia mali zako vibaya ndio dhambi. Watu wanafikiri ukishaokoka sasa unatakiwa uanze kuteseka. No. Na ukiwa na mawazo ya namna hii, utahitaji kufanya deliverance. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu sema roho ya umaskini, achilia maisha yangu. Achilia maisha yangu. Najitenga na wewe. Kuanzia leo. Hiyo roho ya umaskini iniachie. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nani asiyetaka kufanikiwa? Nani anasema mimi nataka kufanikiwa? Itakuwa kwako dakika hii. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Pesa makofi yako. Je, baraka za Ibrahim zilianzaje? Sura 13 tunaambiwa alikuwa tajiri sana. Je, zilianzaje? Mwanzo ile sura 12 nitasoma mstari wa kwanza hadi wa 4. Biblia inasema hivi: Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubarikia na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye. Haleluya. 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 Naye Abraham alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Alipotoka Harani, baada ya kutoka Uru wa Kaldaya, akafika mahali panapoitwa Harani akiwa na baba yake Tera. Baba yake akafariki pale, akamzika hapo Harani. Alafu Mungu akamtokea akamuita, na wakati anamuita alikuwa na umri wa miaka 75. Sijui kama una miaka mingapi sasa hivi. Umeshafika umri ambao Ibrahim aliitwa. Kama hujafika wewe una neema zaidi kuliko yeye. Yeye aliitwa akiwa na miaka 75. Wewe unasema leo kwamba muda wangu umekwenda, umri wangu umekwenda, muda wangu umekwisha, umri wangu umekwisha. Aliyekuhubiria maneno hayo ni nani kama si Shetani? Ibrahim aliitwa akiwa na miaka 75. Bwana asifiwe sana. Wewe una miaka mingapi? 40? 50? 60? Bado uongeze kidogo tena hivi 75. Ufike pale Ibrahim alipoitwa, kwa sababu Mungu hajakushindwa na jambo lolote. Amen. Na wewe ukiona umepata neema kutamkiwa baraka leo, ujue Mungu amekuchagua mapema kuliko Ibrahimu. Amen. Haleluya. 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 Okay, hebu angalia. Walikuwa wamefanikiwa sana kwa sababu ya kutii Ibrahim.
akaenda kama Mungu alivyomwamuru. Ibrahimu akaenda kama Mungu alivyofanyaje? Mungu amekuamuru fanyeje? Ulipoamriwa utoe zaka unatoa. Watu wanajua kujisingizia. Anasema mimi sijaanza kupata mshahara. Nani mwenye mamlaka na hiyo pesa unayoipata? Kwa nini umtolee Mungu zaka? Watu wengi mfano hata wanafunzi wanasoma wanamaliza. Wakishamaliza wanaanza kutafuta kazi hawapati. Kumbe kulikuwa na laana. Mungu anasema kile kidogo nilichokuwa nakupanga ulikuwa utoi. Ulikuwa unaniibia. Kwa nini nikupe kazi ukawa jambazi? Kaa hapo nyumbani. Mungu anakutupa gerezani. Kwa sababu ulikuwa sio mwaminifu, anasema hakuna kazi. Amen. Lakini anayekuwa mwaminifu katika madogo anayekuwa mwangalizi wa mambo nini? Ibrahimu akaenda zake kama Mungu alivyomwamuru. Mungu amesema lete zaka kamili. Kwa nini utoe zaka? Hapo unasema Mungu amenitupa. Je, unaenda kama Mungu alivyomwamuru? Kanuni za utajiri hazina excuses. Wazungu wanasema no ifs and buts. Hakuna, usilete sababu. Avoid ifs and buts. Epuka sana sababu. Unajua hela ilikuwa itoshi, nilipopiga mahesabu, nani anayetoa mahitaji yako? Ni nani anayekupa wewe fedha? Nilikuwa na mpango wa kufanya kitu fulani, kwa hiyo nikaona nisitoe zaka, maana pesa nilikuwa nataka ijazie ijaye. Nani alikupa hiyo mamlaka? Kwa hiyo Ibrahimu alikwenda kama Mungu alivyomwamuru. Alipokwenda tu kama Mungu alivyomwamuru, Mungu akaachilia baraka. Lutu naye alifuatana na Ibrahimu, lakini hakuwa ameitwa yeye, ila alifuatana na Ibrahimu. Kuna baraka kufuatana na aliyeitwa. Sema amina. Amen. Unajua unapopata baraka na wewe unapata. Sema amina. Amen. Sema amina kubwa. Yaani kama wewe unafuatana na aliyeitwa na Bwana, uwe na uhakika kufanikiwa, ni lazima utafanikiwa. Maana pale alipotumwa na wewe umetumwa, kila alichoitiwa na wewe umeitiwa, kila ile agizo alilopewa na wewe umepewa, maana uko pamoja naye. Lutu akafuatana na Ibrahimu baba yake mdogo baada ya baba yake kufariki. Maana unaposoma ile sura 11 unaona babake Lutu alikufa kabla ya baba yake ambaye ni Tera. Kwa akamwacha Lutu yatima. Kwa hiyo ilibidi aangaliwe au atunzwe na baba mdogo. Haleluya. Kwa alipokwenda naye sasa wakabarikiwa. Hebu turukie mstari ule wa 5 na wa 6. Tusome ule mstari wa 5 na wa 6 tena. Inasema hivi: Abrahamu akamchukua my God. Haya. Twende sura 13 sasa. Sura ya 13 mstari wa 5 na 6. Sura ya 13 mstari wa 5 na 6. Biblia inasema hivi. Biblia inasema na Lutu aliyesafiri pamoja na Abraham, yeye naye alikuwa na makundi ya ng'ombe na kondoo na hema. Mstari wa 6. Na ile nchi haikuwa tosha ili wakae pamoja, maana mali zao zilikuwa nyingi hata wasiweze kukaa pamoja. Ile nchi haikuwa tosha. Can you imagine? Yaani nchi imekataa kutosha watu hao kuweka mali zao, maana mali wanazo nyingi. Do you understand what country is? Wanaelewa nini maana ya nchi? Yaani nchi imekuwa haitoshi. Kama nchi ya Tanzania sasa, baraka wa Mungu uko juu yangu na Pastor Daudi, kwa hiyo nchi haitoshi kuweka mali zetu. Kwa hiyo inabidi wengine wahamie Kenya ili watuachie watu wawili tu kwenye nchi. Singida, Dodoma, Mbeya, Tabora, wapi huko kote, Kilimanjaro, ni mali za watu hawa wawili zimekaa. Haleluya. Haleluya. Yaani mtu ana mifugo mpaka wanapozaliwa hata ajui tena idadi. Yaani analetewa tu listi, anaambiwa sensa mifugo ilivyofanyika mwezi jana, iligundulika mbuzi wameongezeka mbuzi 300. Kuna mbuzi wadogo 300 walioongezeka. Alafu sensa ilipofanyika ya ng'ombe zilikutwa ni ng'ombe 700 zimeongezeka. Yaani inafanyika sensa kabisa, maana hiyo mali huwezi kuangalia hivi ukajua hesabu yake.
Huo ndio mbaraka wa Bwana, wakati Ibrahim alipokubali tu kwenda kama Bwana alivyoamuru. Rafiki yangu, nachelewa. Hiyo zaka unayokula leo shilingi 1000 itakusaidia nini? Zaka unayokula shilingi 10,000 leo itakusaidia nini? Hiyo 50,000 ya zaka unayokula itakuongezea nini? Tangu nakula mbona sioni hata shavu limebadilika? Lakini unazidi kuharibu baraka zako. Lakini ungekuwa mwaminifu ukaenda kama Bwana alivyoamuru, Bwana angekutendea mema mno kama alivyomtendea Ibrahim, na Lutu naye akaneemeka kutembea na Ibrahimu. Sema amina. Amen. Bwana amenihakikishia atanibariki sana mwaka huu. Sema amina. Amen. Nisikilize vizuri, nakwambia hii ni siri inakupa. Bwana amenihakikishia kwamba atanibariki sana mwaka huu. Kwa kila atakayenifuata atakuwa kama Lutu. Amen. Atakuwa kama nani? Kama nani? Yaani ukiona mimi nimeleta pikipiki, ujue na wewe kwako iko njiani. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukiona mimi nimefika stage ya kuendesha Mark 2, ujue na wewe labda upo kwenye stage ya Kirikou. Amen. Ukiona mimi nimeendesha Prado, ujue na wewe sasa Mark 2 yako iko njiani. Sema mimi nakupa. Maana kila napobarikiwa, nabarikiwa na yule aliyoko pamoja nami. Biblia inasema nitabarikiwa na watu wa nyumbani kwangu. Watu wa nyumbani kwangu ni wewe. Wewe ndio wa nyumbani kwangu, wewe ndio mtoto wangu niliyekuzaa katika mahangaiko haya ya Injili, na ninayekaa na wewe nikikulea kwa neno ili uweze kufikia ile baraka ambayo Mungu alikusudia. Wengine watu watakukataa, lakini mimi sitakukataa. Wewe ni mwanangu, wewe ni mtoto wangu. Wengine watakuchoka, lakini mimi sitakuchoka. Wengine watakuchukia, lakini mimi sitakuchukia. Maana sina mwingine, wala siwezi kukuacha uende kwa nani. Haleluya. Haleluya. Wakati wa taabu niite mwanangu, nitakuwa pamoja naye. Bwana asifiwe sana. Wakati wa shida niite, mimi ndio baba yako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Usipate shida. Yaani ukisikia mahali ambapo nasikia ni mpweke, niambie baba, nimesikia upweke. Yaani ninaona kuna mambo yamenitinga mpaka nasikia kama kunywa sumu. Kabla hujanywa sumu, hakisha tunaonana kwanza. Bwana asifiwe sana. Ili tupange mkakati kwamba utakunywa hiyo sumu asubuhi au jioni. Bwana asifiwe sana. Kabla hujanywa. Yaani maisha yamefika hapo, nitafute kwanza mimi ndio baba yako wa kiroho. Sema amina. Ili tupange kwamba utaikunywa kunywaji. Na kama umeikoroga hajakolea, kusaidie kuikoleza. Usiende bila kuagana. Haleluya. Amen. Au na mimi nitaonja hapo, maana wewe ni mtoto wangu. Mama wakati anaandaa chakula si anaonja. Naonja hapo, naangalia kama imekolea kwanza. Wapesa sema mwanangu, hii ni sawa. Haleluya. Haleluya. Amen. Nisikie. Hakuna mtu yoyote aliyetembea na Ibrahim, awe kijakazi, awe mgeni, ambaye hakuneemeka na baraka iliyokuwa juu ya Ibrahim. Ibrahim alikuwa mtu tajiri sana kwa sababu alikubali kumtii Mungu. Kinachotumaliza sisi, hatutaki kuisikia sauti ya Mungu. Ukiambiwa toa zaka kamili, ukipata shilingi 500 unaleta kwanza 10,000. Unasema sitaki kupeleka yote maana mchungaji atajua nimepata pesa. Afadhali mimi nijue. Afadhali mimi nijue. Maana sina cha kufanya. Ila ukisema utaki nijue, Mungu anajua. Na akishaona hilo moyoni mwako anasema kumbe mwanangu wewe si mwaminifu. Ufai. Kwa sababu anayekuwa mwaminifu katika mambo madogo, anawekwa mwangalizi wa mambo gani? Mambo gani? Na shetani atakuhubiria sana wakati unapotaka kutoa zaka, atakwambia lakini sasa haitoshi, angalia mwenyewe. Na ukiitoa unaweza ukashangaa ikatokea dhiki ukakosa hata chakula. Shetani akaanza kukuambia si nilikwambia, ile zaka uliotoa, mwambie nimekushinda kwa jina la Yesu. Sema adui huna nafasi kwangu. Kuanzia leo kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo Lutu na Ibrahim wakabarikiwa kiuchumi. Kwa sababu what's talking about, unapozungumzia uchumi unazungumza mali zinazoonekana. Ukiwa na kuku ni uchumi tayari. Ukiwa na mifugo ni uchumi tayari. Ukiwa na duka ni uchumi tayari.
sababu alitii na kwenda kama Bwana alivyoagiza. Haleluya. Amen. Sawa. Sasa ameshapokea agizo kwamba atabarikiwa na kuwa taifa, jina lake litakuzwa. Kwa hiyo akaanza kutembea na tumaini hilo ndani yake. Unajua wewe una taarifa nyingi sana ndani ya moyo wako kiasi kwamba hata taarifa za kimungu hazina upenyo wa kutosha ndani ya moyo wako. Ndani ya moyo wako una taarifa za ndugu zako wanavyokuchukia. Una taarifa za jinsi ambavyo maisha pale nyumbani yalivyo magumu. Una taarifa za jinsi ambavyo fulani anaumwa. Kwa hiyo hii inamnyima Mungu nafasi kwenye moyo wako kutukuzwa. Kwa hiyo ufalme wa Mungu ukujii, kwa sababu jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Sasa ndani ya moyo wako ukikaa hivi, halmashauri ya kichwa inawaza hivi, lakini fulani ananichukia. Unajua hata jinsi alivyoniongelesha jana ni kwamba ananichukia. Kwa hiyo muda wote badala ya nafsi yako kumhimidi Bwana, yani badala ya kumhimidi Bwana kwa fadhili zake, nafsi yako inafikiria mambo mabaya na maadui zako. Mungu wangu akuondoe kwenye hicho kifungo kwa jina la Yesu. Nafsi yangu mhimidi Bwana. Haleluya. Akili yako itafakari Bwana. Akili yako ifikirie jinsi Mungu alimponya fulani. Akili yako ifikirie jinsi Mungu alivyokutendea mema siku ile uliyomuita. Ukumbuke jinsi Mungu alivyokujibu maombi yako siku ile ukiwa kwenye uhitaji, jinsi Mungu alivyokutokea. Sema amen. Nafsi yako imhimidi Bwana. Kwa hiyo wakabarikiwa utajiri mkubwa, nchi ikawa itoshi. Lakini nguvu ya kupata utajiri huo wote ilikuwa ni tamko la Mungu lililotamkwa juu yao, sana juu ya Ibrahimu. Okay, baraka ya Ibrahimu ilikuja kuongezwa na tamko la kuhani mkuu. Sema kuhani ana sehemu katika maisha yangu. Sema kuhani anamwakilisha Mungu kwenye maisha yangu. Hivyo unaniheshimu leo. Kwa sababu usiponiheshimu, yale mafuta Mungu aliweka juu yangu yatabadilisha maisha yangu. Kama chini. Mungu hakupi unachokipiga mateke. Mungu hakupi unachokipinga, unachokikataa, unachokidharau. Mungu hakupi. Ini muuliza tu, watoto wangu mnaniheshimu? Eti mnaniheshimu? Wengine sana, wengine ndio, wengine amen. Sasa sielewi. Eti mnaniheshimu? Sana. Sawa sawa. Kama ni kweli, iwe heri kwenu kwa jina la Yesu. Maana hutamuona Mungu wala hutaona cha kwako alichonipa kama uniheshimu na kunitii. Nasema tukutane hapa saa 9 hauji. Nasema kesho nahitaji watoto wangu wote mwe hapa, hamtokei. Huyo Mungu mtamuona. You cannot see. Hebu tuone jinsi baraka ilivyoongezwa na kuhani huyu kwa Ibrahimu. Mwanzo ile sura ya 14. Mwanzo 14 mstari 18 hadi 20. Mwanzo 14:18 hadi 20. Neno la Bwana nasema, na Melkisedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Sema alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Sema Melkisedeki alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Hey. Sema Melkisedeki alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Sawa, umesema vizuri. Mstari wa 19. Akambariki akasema, Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abraham akampa fungu la 10 la vitu vyote. Yaani unaona, wakati kuhani anaachilia baraka, Ibrahim anatoa sadaka.
Nini tafsiri ya sadaka? Anatia muhuri maneno yaliyotamkwa na kuhani kwake. Sema amina. Haleluya. Amen. Sema baraka ya Mungu huongezeka. Baraka ya Mungu kadiri matamko yanavyoachiliwa. Kwa kadiri matamko yanavyoachiliwa, baraka inafanyaje? inaongezeka. Hauishi kwa baraka ya siku moja. Wewe unasema nilishabarikiwa, hautaishi kwa baraka hiyo milele. Kadiri unavyozidi kuja na matamko yanaachiliwa kila siku, baraka yako inazidi kuongezeka. Inazidi kuwa kubwa, inazidi kuwa kubwa kwako na kwa uzao wako. Amen. Amen. Nasema tena kabarikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Sisi mara ngapi nimesema tena kabarikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Nasema tena kainuke ustawi kwa jina la Yesu. Pale nyumbani kwako pawe mahali pa utukufu, pawe mahali pa fahari, pawe mahali pa kufurahiwa na wewe na familia yako kwa jina la Yesu aliye hai. Pawe na chakula cha kutosha, pawe na amani ya kutosha, pawe na mavazi ya kutosha, pawe ni mahali salama pa kukaa. Najua kuna watu wakikaa nyumbani kwao hawafurahi, ila kuna watu wanafurahia kwenda nyumbani. Mithali inasema home is man's castle. Nyumbani ni ngome ya mtu. Ni ngome ya nani? Ya mtu. Kwamba wewe utahangaika kote, lakini mwisho wake unakimbilia nyumbani. Nyumbani ndio hapo utaenda kukaa. Yaani hapo ndipo penye pumziko lako. Hapo ndipo utakapolala. Lakini huko njiani uhisi kukaa salama. Mtu uhisi kukaa salama zaidi akiwa nyumbani kwake. Amen. Makofi yako utukufu. Okay, hebu angalia tena. Baraka ya Mungu iliongezwa tena kwa Ibrahimu. Ile sura ya 22 kitabu cha Mwanzo mstari wa 15 hadi 18. 22:15 hadi 18, baraka ya Mungu ikaongezwa tena kwa matamko mengine. Biblia inasema, malaika wa Bwana akamwita Abraham mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana. Yani Bwana ameapa kwa nafsi yake, kwa kuwa umetenda neno hili, wala ukunizuilia mwanao wa pekee, katika kukubariki nitakubariki, na katika kukuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki malango ya adui zao, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia, kwa sababu umetii sauti yangu. Kumbe Mungu anasema tu baraka hizi zote zinakuja kwa sababu umetii. Kwa sababu umefanyaje? Kwa sababu umefanyaje? Sasa kama ni kuongoza sala atoka kwenye fungu la 10 nimeshaongoza sana. Sasa hivi utaongoza. Kama unaendelea kuwa jambazi. Unaonaje mtu amekamatwa, alikuwa ameungwa lock up, akatolewa, akakaa siku mbili akaendelea na wizi. Akakamatwa tena akawekwa lock up. Akatolewa, akaendelea na wizi. Akakamatwa tena akawekwa lock up, akaendelea na wizi. Mwishoni atakuja kufia gereza. Bwana asifiwe sana. So ni muhimu kujifunza kuishi maisha yale ambayo Mungu anataka tuishi. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu sema baraka ya Mungu itajirisha. Rudia tena, baraka ya Mungu itajirisha. Anasema leteni zaka kamili ili kuwepo chakula cha kutosha katika nyumba yenu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni nini? Na kuwamwagieni nini? Hata pasiwe na nafasi ya kutosha. Hauna. Unangoja nini? Unasema Mungu amekulaani. Hajakulaani, ni wewe kuanza upya sasa. Ukishatamkiwa tamko la baraka, hakikisha unaishi maisha yanayotakiwa kama Mungu alivyoamuru. Amen. Amen. Kwa malaika sasa hapa nitaka nieleze kitu hichi, kwamba Mungu alimjaribu Ibrahimu, akamwambia amchukue Isaka mwanawe wa pekee akamtolee.
Kumbuka Ibrahim alimzaa Isaka akiwa mtu wa miaka 100 na Sarai alikuwa na umri wa miaka 90 nafikiri. Sasa walipozaa mtoto huyu walikuwa ni wazee sana kiasi kwamba hakuna tumaini la kupata mtoto tena. Kwa hiyo kama unavyojua, mtu akiwa na uhitaji anamtafuta Mungu kwa moyo sana. Anamuomba Mungu mno. Mungu nibariki, Mungu nikumbuke. Akishapata bariko anaanza. Ibrahim alikuwa mnyenyekevu sana. Inaonekana baada ya kumpata Isaka mambo ya ibada yalipo. Sasa Mungu akamtokea akataka kupima ndani ya moyo wa Ibrahim kati yake yeye Mungu na Isaka ni yupi mwenye thamani machoni pa Ibrahim. Kwa akamtokea akamwambia Ibrahim, nisikie, nataka uchukue mwanao wa pekee umpendaye Isaka, ukanitolee katika mlima mmoja nitakao kuonyesha sadaka ya kuteketezwa. Ibrahimu akatoka. Siku ya kwanza Mungu hajamwambia ni hapa, katembea. Ya pili, ya tatu, Mungu anaangalia tu moyo wa Ibrahim. Moyo wa Ibrahim tu anachunguza. Alipofika kwenye mlima Moria akamwambia ni hapa sasa, jenga madhabahu, nataka utoe mtoto sasa hivi, fanya haraka. Abrahamu akapambana, jenga madhabahu, kafueka kuni, kakamata mtoto, kafunga, kaweka. Yani moyo wa Ibrahim haukuwa unazuiliwa na chochote mbele za Mungu wake. Alipotaka kumuua ili amteketeze, malaika kutoka mbinguni anamwambia, Abrahamu, usimdhuru mtoto wako. Kama ukunizuilia jambo hili, shika sana hiyo. Kama ukunizuilia jambo hili Abrahamu, mimi nilipokuambia umtoe mwanao, tena mwana wa pekee hauna mwingine, na ukunizuilia ukamchukua unitolee, katika kukubariki nitakubariki. Kama wewe ukunizuilia huyu, maana vitu vyako vya thamani vyote, kilichokuwa cha thamani kubwa ambacho ungeshindwa kukitoa ni huyu mtoto. Sasa kama ukunizuilia katika kukubariki, nimeapa kwa nafsi yangu nitakubariki. Unaona maneno ya Mungu kwamba alikuwa anatafuta moyo. Akagundua Mungu ni namba moja. Mungu ni namba moja kwa Ibrahimu, hauzuiliwi na chochote. Saa nyingine Mungu anaweza akakujaribu kwenye fedha kidogo ulioko nayo. Ukasikia kuna kodi inadaiwa kanisa. Alafu wakati mchungaji anazungumza hapo, ukaanza kusikia mahubiri moyoni mwako, toa ile pale, toa ile pale, toa ile pale. Kumbe Mungu amezungumza ile sauti hapo usikie, alafu akushughulikie hapo. Maana ameshaona mtumishi hana mahali pa kuipata, anaanza kuitoa, toa ile hela. Najua ni ile hela ni hela ya kodi ya nyumbani. Unajua ni hela nataka kulipa deni la nasikia, toa ile pesa. Unaanza kukosa uzunguko, furaha, unaanza kusikia uzuri, unaanza kufanyaje? Kumbe Mungu anakupima moyo. Kuna maombi mengi umeomba, unamwambia Mungu unataka nyumba, unataka gari. Leo amekutokea kupima moyo wako, aone kati yake na kile kiela ulichonacho pale ndani ni kipi cha thamani. Utakaposhinda tu anasema, hakika kama ukunizuilia hii, kama ukunizuilia hii, kama nikukubariki nitakubariki. Bwana asifiwe sana. Kwa Mungu akamuonyesha sadaka, akamuonyesha kondoo aliyokuwa amenasa pembe zake kwenye kichaka. Yule kondoo alitoka wapi sijui, lakini mbingu haijawahi kushindwa kitu chochote. Unaweza kuwa unatafuta hela, ukatembea hivi ukakuta bando la pesa milioni 1 ipo imejiegemeza kwenye ukuta. Anza kusema, "Sio nimetegewa kweli." Ndio imeshusha kutoka mbinguni za hiyo. Chukua chako, nenda. Haleluya. Beba, hata kama kuna watu wanakuangalia, nenda ukiwa unakumuta. Hakuna mtu anaweza kukuuliza. Anajua labda ni wewe umedondosha. Bwana asifiwe sana. Mbingu ilileta kondoo pale kwenye mlima Moria, akaonekana amenasa pembe. Ana sadaka inahitajika kwa ajili ya baraka za Ibrahim zilizotamkwa na malaika sahihi. Amen. Sasa mbingu ilivyosema hakika katika kukubariki nitakubariki, ndipo akamwambia nenda kachukua ile kondoo, akaletwa, akachinjwa, akawa sadaka, ikasimama kwenye ulimwengu wa roho kusimamia agano ambalo Mungu alitamka kwa kinywa chake.
Mpe Mungu makofi yako basi. Ndio maana mimi jana nikakwambia usitoe sadaka yeye na uzao wake, alafu watu watajibarikia kupitia uzao wake. Unajua tafsiri gani? Kwamba ili mtu abarikiwe lazima akutane na uzao wa Ibrahimu. Huo uzao wa Ibrahimu akisema nimekubariki, atabarikiwa kwa sababu mataifa watajibarikia kupitia uzao wa Ibrahimu. Kila mwenye baraka anaweza kubariki. Asiyekuwa na baraka atakupa nini? Niliwahi kufundisha ujumbe unaosema huwezi kumpa mtu kitu ambacho wewe hauna. Huwezi kumpa mtu kitu ambacho wewe hauna. Bwana asifiwe sana. Amen. Mbele makofi utukufu. Mbele makofi utukufu. Uzao wa Ibrahimu uliendelea kuongezewa thamani ya baraka. Tukisoma Mwanzo 25 mstari wa 11. Mwanzo 25 mstari wa 11 tunaona thamani ya baraka ya Mungu ikiendelea kuongezeka katika uzao wa Ibrahimu. Biblia inasema hivi: ikawa baada ya kufa kwake Ibrahimu, Mungu akambariki Isaka mwanawe, naye Isaka akakaa karibu ya Bia la Hairoi. Mungu akambarikia Isaka. Okay. Yaani Ibrahim ameshakufa, ikabidi Mungu akamtokea tena Isaka akambariki. Amesema baraka ya Mungu utajirisha. Baraka ya Mungu utajirisha. Rudia tena, baraka ya Mungu utajirisha. Baraka ya Mungu utajirisha. Rudia tena, baraka ya Mungu utajirisha. Baraka ya Mungu utajirisha. Mimi unaweza ukanitendea mema usisikie nimekuambia nimekubariki. Lakini kwa kuwa ulifanya, kwa kuwa ulifanya, mbingu inaachilia baraka juu yako kwa sababu haki yako. Unanisikia vizuri ya? Amen. Umenisikia vizuri ya? Amen. Okay, vizuri. Angalia, Isaka naye akapita, akaja Yakobo naye alihitaji baraka. Hebu tusome tena kitabu kile cha Mwanzo 35 mstari wa 9. Mwanzo 35:9 inasema Mungu akamtokea Yakobo tena aliporudi kutoka Padan Aram akambariki. Sema Yakobo naye akabarikiwa. Yakobo naye akabarikiwa. Unasikia Yaani tamko la baraka ni la muhimu mbele yako kila siku katika maisha yako. Unapokuwa mbele ya madhabahu hii, tamani sana kubarikiwa. Sema amen. Amen. Sasa kuna vitu ambavyo watu wengine hufanya sisi hatufanyaje. Kuna kitu kinaitwa sadaka ya shukrani. Na kuna sehemu nyingine watu wanasema sadaka ya mbegu. Unajua tafsiri yake ni nini? Ile sadaka inaonyesha kumwambia Mungu kwamba umekubali, umejua alikutendea mema, lakini unamuomba azidi kukuzidisha. Wengine wanaweza kusema mbegu, wengine wanaweza kusema jinsi wanasema, lakini vyote wasemavyo ni kwamba ile sadaka inatangulizwa shukrani kabla kupokea kile unachotaka kupokea. Sema amina kubwa. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Sasa ni vizuri tutatengeneza utaratibu kuanzia Jumapili hii. Tuwe na sadaka zetu za shukrani. Au sadaka zetu sio tuite sadaka ya kuinuliwa au tuiteje sadaka. Kibiblia inasema sadaka, kuna sadaka kuinuliwa, ipo sadaka kuinuliwa. Sisi tutumie hiyo kwamba ile sadaka kila unapoiachilia, tukishamaliza tunatamka matamko juu ya ile sadaka, na wewe kuna vitu umetamka kwenye ile sadaka unavyomwomba Mungu akutendee wiki hiyo au na wiki nyingine zinazokuja. Ni sisi tunaishi kwa namna ambavyo tumeacha sana kanuni za kiroho. Kwa hiyo unakuta tunasafa sana, tunateseka sana kwenye mambo madogo ambayo hatukupaswa kuteseka. Bwana asifiwe sana. Bustani yako ukimwagilia maji vile ulivyovipanda pale vinastawi, kiacha kumwagilia maji inafanya inakauka eti. Lakini kukauka kwake ni kwamba udongo huna rutuba? Hapana. Kuna kitu kilikosekana. Ulimwengu wa roho una nguvu sana kwenye eneo la sadaka. Na kama kuna mahali shetani ameharibu akili za Wakristo ni kuwafundisha wasitoe. Kuambia
Biblia inasema jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe. Kumbe Mungu ndiye mtoaji namba moja na mwenye kutoa vya thamani zaidi. Alimtoa mwanawe wa pekee awe sadaka ili alipate mimi na wewe, kwa sababu ulimwengu wa roho sadaka inamata sana. Wewe unataka kusikia, utaki kusikia, sadaka inamata. Amen. Na sadaka itabadilisha maisha ya watu kabisa. Haleluya. 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 Tumwombe Yesu makofi ya utukufu bado nipo. Mimi mtumishi wako ninayekuhubiria hapa. Kuna nyakati tulipita kwenye mahali yakati ngumu sana. Ngumu. Shetani alituinukia, akazuia vitu vyetu vyote. Tukawa kuna mahali tunapitishwa mimi na mke wangu na given kijana wetu walikuwa ni mchaka hatari sana. Tukapapita, nikafika mahali nikamwambia Mungu, this is not kind of life. Aina ya maisha ambayo mimi napaswa kuishi na familia. Siku moja nikapata shilingi 500,000. Kulikuwa na mahitaji sana kwenye familia. Nikamwambia Mungu, hii kama uishiri sitalamba msini, sitaonja hapo shilingi 50 itaitoa. Alafu nikamwambia Mungu, ninaomba kupitia sadaka hii unifanyie 1, 2, 3, 4, 5. Nikaenda kuitoa ile sadaka. Sikumwambia hata. Ningemwambia angesema kuna kitu, kuna haleluya. Unafikiri Ibrahim alipomchukua Isaka alimwambia mke wake? Alimwambia kisingeleweka. Sara asingemuelewa, angemwambia ni misimu ndio kutokea kule uhuru wa Kaldea ulipotoka. Mungu hawezi kukupa alafu kunyang'anya. Ndivyo watu wanavyosema. Haleluya. Lakini unaposikia sauti ya Mungu usimshirikishe hata jirani yako. Ondoka kimya. Nilipoenda kuitoa, nikamwambia Mungu, kwanza nataka nyumba ya namna gani kuishi? Nataka nini kiwe ndani? Nataka vitu gani hivyo? Nataka maisha yangu yaweje? Nataka maisha ya familia yangu yaweje? Nataka maisha yangu yaweje? Nikaeleza kama anavyosema, eleza mambo yako upewe haki yako. Nilipoiachilia hiyo sadaka, nilitoka hapo na uzuri. Sikuwa naumia, nisikilize. Sikuwa naumia kwa sababu nyingine, nilikuwa naumia kwa sababu ile pesa ni pesa nyingi sana ya chini. Nilipotoka tu hapo, shetani akaanza kuniambia, sasa utapata hela kweli? Utapata hela nyingi. Sasa umeenda kutoa hiyo hela yote, usingetoa tu hata laki, usingetoa hata 50,000. Nikawa nasikia mahubiri mpaka nikashindwa hata kupumzika. Nikatoka nikaenda kwenye maombi. Nikaanza kuona kama nimekosea. Na nikamwambia shetani, nimefanya basi, nimemaliza. Niliyemtolea nina sababu ya kuweza kumwambia leo kwamba Mungu, kumbuka. Haleluya. Na Mungu amenitendea yote, lakini kikawaida sikuweza kila kitu. Damu ya Yesu imetolewa kwa ajili ya wokovu wetu, ni kweli kabisa, lakini sadaka hazikukomeshwa. Na sikuambii ukafanya kama mimi, maana mimi nilifanya kwa imani yangu. Wewe ukisikia sauti ya Mungu ndani yako, unavyosikia ndio ufanye. Mungu unapomuomba na achiliaga maelekezo. Ukiyafuata tu unapona. Yesu makofi utukufu tena. Yesu makofi utukufu tena. Yesu makofi utukufu tena pale ulipo. Okay. Kwa hiyo Mungu alimtokea tena Yakobo
sura ya 35 mstari wa 9 inasema Mungu akamtokea Yakobo tena aliporudi kutoka Padan Aram akambariki. Hebu sema Mungu alimbariki. Sasa leo nataka nikutamkie baraka ya Mungu juu yako. Sema amina. Amen. Wala haikanushiki. Waebrania 7:7. Wala haikanushiki kwamba mdogo hubarikiwa na mkubwa. Mathayo 5:19. Mtu yoyote atakayevunja moja kati ya hizi amri zilizo ndogo na kuwafundisha wengine kufanya hivyo ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa Mungu. Lakini mtu yule ambaye ataziishi na kuwafundisha wengine kufanya hivyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Na haikanushiki kwamba mdogo hubarikiwa na nani? Na mkubwa. So leo baraka Mungu itatamkwa juu yako. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Yeah. Je, unaweza ukaweka tofali wakati unajenga nyumba, ukajenga kwa matope alafu ukaweka katikati tofali ukaendelea, itaporomoka hiyo, si ndio? Ili jambo tunalolifanya likalete maana kwako, ili likafanyaje? Lilete maana. Tutatubu kama kuna mahali popote uliwahi kukosea, ufanya dhambi yoyote, ulisema uongo, uliiba, ulizini, ulisafisha tumbo, chochote kile, utamwambia Mungu nisamehe. Biblia inasema ungamaye dhambi zake na kuziacha atapata rehema, afichaye makosa yake hatafanikiwa. Baada ya hapo tutajitenga na asili ya kiroho ya kisa iliyokamata maisha yetu kwa namna moja au nyingine. Alafu baada ya hapo tutatamka baraka. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema usitwae lulu ukamtupia nguruwe. Yaani usichukue kitu cha thamani kukiweka mahali ambapo hakuna thamani. Kwa ili pawe na thamani, acha damu ya Yesu ipite kwanza. Sema amina. Roho yako ikishatakaswa, nafsi yako ikishatakaswa, makosa yako yakafutwa, ama umekosa au kukosa, unajua au hujui, wewe tubu tu. Alafu tukishamaliza jitenge na ile asili, na baada hapo achilio la baraka litatamkwa juu yako. Naomba simame Bwana leo. Sema Bwana Yesu. Rudia tena, sema Bwana Yesu, ninaomba rehema. Inua mikono juu. Sema Bwana Yesu, ninaomba rehema kwa ajili ya makosa yangu yote niliyoyatenda mbele zako, kwa kujua na kwa kutokujua, makosa niliyofanya kwa kukusudia na yale ambayo sikufanya kwa kukusudia. Ninaomba damu yako ipite, damu yako ipite, damu yako ipite, damu yako ipite, ili takase makosa yangu yote niliyofikiri nikakukosea, niliyotenda nikakukosea, niliponena nikakukosea. Nitakase Bwana kila uovu uliofunga maisha yangu. Ninaomba unirehemu na unitakase. Hiyo damu yako thamani ipite, inisafishe, ili niwe safi katika damu yako, na ukanibariki leo katika jina la Yesu. Achilia rehema Bwana, samehe makosa. Kila mtu asogee mbele za Mungu pale pale ulipo, omba rehema, mwambie Bwana achilia rehema kwa ajili ya makosa. Kama unakumbuka ulichokosea, kitaje katika roho, maana Biblia inasema fichaye makosa yake hatafanikiwa, lakini anayeungama dhambi
dhambi zake atapata rehema. Baba, katika jina la Yesu tunaomba rehema Bwana, tunaomba rehema kwa ajili ya makosa yote yaliyotendeka. Bwana, wasamehe Bwana watoto wangu wa kiroho, mahali popote walipokukosea kwa kujua na kwa kutokujua, walipotenda kwa kukusudia na bila kukusudia, walipotenda Bwana kwa matendo ya maneno, kwa fikra, wakafuaza mambo mabaya hata yakanajisi maisha yao. Ninaomba damu yako ya thamani ipite Bwana, itakase kabisa, itakase kabisa makosa yaliyofanyika kwenye uchumi. Waliokula zaka hawakutimiza wajibu kiroho, wakala zaka. Mungu, hiyo damu ipite, itakase makosa hayo, ifute makosa hayo. Liba shata kabayando, inua sauti yako pale ulipo. Liba shete kerebo, masata kabaya, leba shata kabaya, liba sata yabo. Nenda kwa lugha, nenda kwa lugha, nenda kwa lugha. Omba katika roho yako, omba katika roho yako. Mtu asisikie usemacho, omba katika roho yako. Liba shata kabaya, liba shata kabaya, masata labakabo, liba shata kabayuno, liba shata kabaya. Ndio Bwana, liba baba, liba shata ye, baba ye, masata kabaya, au kama shata kabaya, baba shendele busaya, liba santoro busando, liba shata ye, kalamate, liba shata kabaya, liba shata kabayuno, orikabare, masata kabaya, liba sita kabaya, na kalamate, orikama santoro busando, liba shandara bazundo kisono, liba santaya, kabate, masata kabale, masata yabo, pakamye Yesu, leta tabaye, ramasate kebe, orikama santoro busaya. Damu yako ya thamani ipite Bwana, ipite Bwana, iyafute makosa katika ulimwengu wa roho, iyafute makosa Bwana yaliyotendeka na sisi watoto wako kwa kujua na kwa kutokujua. Ulipotubariki Bwana, hatukutoa shukrani. Ulipotubariki Bwana, hatukurudi kukushukuru. Ulipotubariki Bwana, hatukutoa zaka na dhabihu. Baba wa milele, achilia rehema, kumbuka rehema Bwana, kumbuka rehema, kumbuka rehema Bwana, rehema zako Bwana zisifarakane nasi, rehema zako Bwana zisifarakane na sisi watoto wako. Achilia rehema, achilia rehema, kumbuka rehema, kumbuka rehema Bwana, achilia rehema, achilia rehema juu yako ya watoto wako, achilia rehema juu yetu pale tulipokosea. Tunatumia makosa yote Bwana, tunatumia hiyo damu ya Yesu ikatupe tena neema, ikatupe tena kibali machoni pako Bwana. Can you pray? 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 Omba pale ulipo, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie nilikukosea Bwana, nilikukosea nilipodhani kwamba fedha isingenitosha, hata nikatumia zaka, nikasahau wewe ndio mpaji wangu, nikasahau wewe ndio unayenibariki, nikasahau wewe ndio unayenipa chakula changu, nikasahau wewe ndio unayenivika, nikasahau wewe ndio unayenipa mahitaji yangu, nikasahau wewe Bwana, nikazitegemea akili zangu wala sikukutazama wewe. Ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba rehema. Nisamehe Bwana, samehe Bwana, samehe Bwana, samehe Bwana. Achilia rehema kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu, katika kazi zangu. Achilia rehema Bwana. Kwa
achilia maisha yako Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Rababa ya baba, na usambaza moto, na usambaza moto katika roho, na usambaza moto katika roho. Natenga vya shetani na maisha yako, natenga vya shetani na familia yako, natenga vya shetani na nyumba yako, natenga vya shetani na familia. Likabaye, ninatenga kuanzia sasa, ninatenga kwa jina la Yesu, natenga hivyo vya giza na nyumba yako, hivyo vya giza na nyumba yako, ninavitenga kwa jina la Yesu na nyumba yangu, kwa jina la Yesu. Amen. Emsema imeandikwa apata kuwa na masikini katika nchi yangu. Emsema kwa jina la Yesu nasimama na andiko hili, ninakataa masikini katika nchi yangu, nakataa masikini kwenye nyumba yangu, maana Bwana amesema nitabarikiwa niingia hapo, tena nitabarikiwa nitokapo, katika jina la Yesu. Ninakataa maskini, nakataa maskini, nakataa maskini kwenye nyumba yangu, kwa jina la Yesu, kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu. Ninaukataa kwa jina la Yesu, kama ilivyoandikwa, nimpinge shetani naye atanikimbia. Ewe shetani unaeneza umaskini, ninakupinga kwenye familia yangu. Ondoka sasa, ondoka sasa, ondoka sasa. Achilia familia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achilia baraka ulizozimeza, achilia kwa jina la Yesu, achilia kwa jina la Yesu, achilia kwa jina la Yesu. Hauna nafasi kuanzia sasa. Amen. Yesu makofi utukufu sana. Shetani amekimbia sana, sema amen. Shetani amekimbia sana, sema amen. Sasa niwaombe msogee katika mbele ya madhabahu. Wakati natamka hii baraka ya Mungu, ni vizuri kuonyesha kitu cha kiroho ambacho hakitafuti. Ninaomba sikilize kwanza andiko hili. Biblia inasema katika kitabu cha Hesabu ile sura ya 6 kuanzia mstari wa 22 mpaka mstari wa 27, inasema hivi. 22 hadi 27 inasema, kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe, huyu ni kuhani, uwaambie hivi ndivyo mtakavyo wabarikia wana wa Israeli. Mtawaambia, Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ndivyo watakavyoliweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia. Haleluya. Hivi ndivyo mtakavyosema, nami nitawabarikia, kama mkisema hivi. Amen. Yesu makofi utukufu. Aya, usogee hapa mbele kwa haraka, na kama watoto wapo wabebwe kwa haraka kidogo, usogee hapa mbele tutamke jambo hili. Sasa mimi nitakachokitamka utasema amen. Amen. Nikusema amen maana yake iwe hivyo. Haleluya. Pokea baraka kwa jina la Yesu. Amen. Inuka kwa jina la Yesu. Amen. Na testi. Inuka kwa jina la Yesu. Amen. Pokea baraka ya kiungu kwa jina la Yesu. Amen. Nenda ukafanikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Ndio hivyo unavyotakiwa useme. Kila unaposikia nimeweka kituo, unaitika amen kwa nguvu. Haleluya. Alisema hivi ndivyo mtakavyowabarikia. Haleluya. Kuinua mikono kuna maanisha connection kati yako na kile kinachoachiliwa katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema Yesu kabla hajaondoka aliinua mikono yao akawabariki. Kwa hiyo anayebariki huwa anainua mkono au anainua mikono, na wale wanaobarikiwa wanainua mikono. Bwana asifiwe sana. Baba Mungu, ninakushukuru tena. Asante kwa kunipa neema katika kizazi hichi ulichokichagua, kizazi cha pekee,
kizazi chenye watu waliotukuka, kizazi chenye ishara na miujiza, kizazi ulichokikusudia kifanye mambo makuu kiwapo duniani. Bwana, hivi leo kwa ile neno uliloliweka ndani yangu na ile amri ulionipa, ukasema nitakaye mbariki atabarikiwa, na ukasema nikifungua litafunguliwa. Basi leo niko mbele ya watu hawa, ninaposimama mbele zako Bwana, ninakuomba unisikie ninapoomba kwa ajili ya watu hawa, ili kwamba Bwana, watu hawa wote wajue ya kwamba umewapenda na kuwachagua na kuwatendea mambo haya ulioniagiza mimi niyaseme mbele yao. Asante Mungu, kwa sababu mkono wako kwa hakika ni mkuu na umenyoshwa hata sasa. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Sema amen. Ninatamka baraka hizi zikawe juu yenu nyote. Kila mwingiapo muone nuru kwa jina la Yesu. Mfanyike wakuu sana kwa jina la Yesu. Miliki fedha na utajiri kwa jina la Yesu. Ninawabarikia baraka kuu ya utajiri ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania, ndani ya mipaka na nje ya mipaka. Pokea baraka utajiri iwe juu yako. Pokea nguvu ya utajiri iwe juu yako, itakufanikishe uingiapo na utokapo. Ugusalo lifanikiwe, ufanyalo lifanikiwe, unalo ligusa libarikiwe kwa jina la Yesu. Na wewe mwenye uwe baraka, na wewe mwenye uwe baraka, na wewe mwenye uwe baraka. Ubariki na wengine. Utakaye mbariki abarikiwe, utakaye mbariki abarikiwe, utakaye mwambia nimekubariki abarikiwe kwa jina la Yesu. Mbaraka wa Mungu uko juu yako kwa jina la Yesu. Laana umaskini imevunjika, laana ya mateso imevunjika, laana ya hukumu imevunjika, laana ya kilio imevunjika, laana yoyote imeanguka, na baraka ya Mungu inakaa juu yako sasa. Imekuwa kwa jina la Yesu. Wewe ni mbarikiwa, wewe ni mbarikiwa. Hakika umefanyika baraka. Nenda ukaangaze, nenda ukafanikiwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Imeshakuwa. Hebu mshukuru Mungu hapo ulipo. Mwambie Mungu na kushukuru kwa kunibariki. Fungua kinywa chako kila mtu, 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 kila mtu. Mwambie Mungu na kushukuru kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Sijasikia mtu anayefungua kinywa chake kumshukuru Mungu. Ndio, mwambie asante, mwambie asante, mwambie asante, mwambie asante, mwambie asante Baba, mwambie asante, mwambie asante kwa kunibarikia leo. Mwambie asante Bwana, mwambie na kushukuru Bwana, mwambie ninasema asante, asante kwa kunibarikia, asante kwa kunibarikia. Baraka ya utajiri, baraka ya uchumi, baraka ya fedha. Asante Bwana, asante Bwana, ninakushukuru. Asante Baba, asante Baba. Fungua kinywa chako, toa dhabihu, dhabihu ya shukrani. Mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante. Kama tala ile sadaka yako, mwambie asante, mwambie asante Bwana, mwambie asante, mwambie asante, mwambie asante Baba, 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 mwambie nakushukuru, ninakushukuru Bwana. Hakika umetenda, hakika umetenda, hakika umetenda, hakika umetenda. Mwambie asante, mwambie asante, mwambie asante, mwambie asante, mwambie asante.
Amen. Mpe Yesu makofi utukufu. Oh, si. No. Hebu mpe Yesu makofi utukufu. Yes. Anisikilize. Kama ile sadaka yako kwenye mkono wa kuume, sema maneno haya. Mkono wa kuume ni wa haki. Sema hivi, kuanzia leo mimi nimefanyika baraka na nitabariki wengine. Hebu sema nitabariki wengine. Hebu sema mimi ni baraka. Mimi ni mbaraka na nitabariki wengine kwa jina la Yesu. Kwenye eneo la uchumi, hebu sema natisha fedha katika mikono yangu, katika miguu yangu, ninamiliki na kutawala kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, mimi sio maskini tena. Kuanzia leo, sema kuanzia leo, mimi sio maskini tena. Kwa jina la Yesu, mimi ni baraka. Mimi ni baraka. Mimi ni baraka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema naona mafanikio, naona utajiri katika mikono yangu, katika maisha yangu. Hakika nimeinuka, hakika nastawi, hakika namiliki, hakika natawala kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nitafanikisha familia, nitafanikisha familia. Kiri maneno hayo, kiri nitainua familia. Yes. Hebu tamka sasa, nitainua familia yangu, nitainua kwa jina la Yesu. Aliha kupitia baraka ambayo Mungu amenipa, nitainua familia yangu, nitaibariki familia yangu, nitaitendea mema, nitatendea mema wengine, nitawabariki wengine, nitawatendea wengine mema kama Bwana alivyonitendea mimi, nitawatendea wao, nitawatendea mema, nitawabariki, nitawainua, nitawafanikisha kwenye kila jambo. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Nisaidie, niwezeshe, nisaidie, niwezeshe kwa jina la Yesu. Hakika hizo njia zimefunguka. Hakika ninaona neema mpya juu yako. Wewe sio yule wa zamani. Bwana amekubariki kweli. Bwana amekubariki kweli. Hebu inue tena mikono juu na muomba Roho Mtakatifu kupake mafuta ya kukufanikisha. Baba Mungu, Roho Mtakatifu, asante kwa sababu ya kizazi hichi ulichonipa. Tunajua bila wewe hatuwezi neno lolote. Ninakuomba Bwana, Baba yangu uliyeniinua na kunipaka mimi mafuta kwa ajili yao, ninaomba ukawapake mafuta waweze kufanya yale waliotakiwa kuyafanya kufanikisha familia zao. Wewe uliyetoa roho iliyokuwa juu ya Musa na kuweka sehemu yake juu ya wale 70 ili waweze kufanya kazi iliyokusudiwa ufalme, ninakuomba Mungu Baba yangu, yule Roho Mtakatifu akawe juu ya watu hawa pia. Ninakusihi Mungu, hata kama uliwajaza, uwajaze tena leo ili waweze kufanikisha na kubarikiwa na kuinuka kiuchumi. Asante Mungu, maana kuanzia leo hawatakuwa kama walivyo. Naziona nyuso mpya, naona watu wapya, naona mabadiliko mapya katika ulimwengu wa roho. Ninatabiri imekuwa, ninatabiri imekuwa. Hawa ni watu wakuu, hawa ni watu wakuu. Shetani hata wachezea. Hawa ni watu wakuu walioinuliwa na Bwana katika jina la Yesu. Amen. Mpe Yesu makofi yako. Basi nisikilize leo. Madhabahu ilipokuwa inatolewaga sadaka zamani, ilikuwa ni hii inaitwa mimbari hii. Hii ni kwa ajili ya neno, ila hii ndio madhabahu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sadaka ziliwekwa kwenye madhabahu, hasa sadaka zenye kubeba maagano. Sasa mimi leo ninawasihi mkubaliane na mimi, muitoe sadaka hapa. Hamjazoea, utamaduni wenu ni wa kistaarabu sana. Ni unataka kuficha mkono usione, mtu asione, it's okay. Lakini leo weka kwenye madhabahu. Nini kitatokea kwenye ulimwengu wa roho? Hii itakuwa so powerful. Bwana asifiwe sana.
Kwa hiyo weke kwenye madhabahu ya sadaka yako na Mungu akubariki. Asante Yesu kwa sababu matoleo haya, wabariki na ufanikishe katika jina la Yesu. Nimeomba. Amen. Au unaweza kuweka sadaka yako, ulikuja na sadaka. Usipate shida.